Nipo kwenye nchi yenye historia kubwa sana ulimwenguni, historia ambayo unaikuta kwenye vitabu mbalimbali vya dini. Ni taifa la Misri, taifa ambalo limejizolea umaarufu mkubwa, umaarufu ambao umetokana na uwepo wa pyramids. Lakini kwa sasa taifa hili limefanikiwa kwenye nyanja tofauti tofauti. Kwenye historia ya soka limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, maanake kwa sasa inatoa mchezaji ambaye anacheza kwenye klabu kubwa ulimwenguni, klabu ya Liverpool. Hapa namzungumzia Mohamed Salah, mchezaji mwenye mafanikio makubwa zaidi ulimwenguni. Lakini ukifika katika taifa hili la Misri, mji mkuu wake unafahamika kama Cairo, lakini taifa zima la Misri linatajwa kuwa na watu zaidi ya milioni 100. Ukifika hapa mji mkuu wa Cairo, Misri, utakutana na Cairo mbili. Kuna New Cairo na Old Cairo. Sasa New Cairo na Old Cairo ni nini? Old Cairo ilianza kujengeka tangu taifa hili lilipopata uhuru, kwa maana ya mwaka 1952, uhuru kamili ambao ulitoka chini ya koloni la Waingereza. Sasa basi, mji huu wa Cairo ukaendelea kuwepo mpaka mwaka 1995. Mji huu ukaonekana kuwa na watu wengi sana ambao walikuwa katika mji huu wa Cairo. Hivyo basi, serikali ya taifa hili la Misri ilianzisha kitu kinachoitwa New Urban Community Authorities, ambao walikuja na mpango kazi wa kuanzisha Cairo mpya, kwa maana ya New Cairo. Mpango huo ulianza mwaka 1995 hadi 1998. Lakini sasa utekelezaji wa kuanza kujenga mji huu wa Cairo mpya, kwa maana ya New Cairo, ulianza kutekelezwa rasmi mwaka 2000, ambapo mpaka sasa hivi Cairo hii mpya bado inaendelea kujengwa. Tofauti ya New Cairo na Old Cairo ni ipi sasa? Ukiwa Old Cairo ni mji ambao una msongamano mkubwa sana wa watu, mji ambao uko bize, kuna msongamano mkubwa barabarani na majengo yake yamekaa karibu sana. Yani kwa nyumbani Tanzania unaweza ukafananisha ni kama Kariakoo. Hiyo ndio Old Cairo. Sasa basi, New Cairo ni mji ambao mpya, umejengwa kisasa zaidi. Kwa lugha ya kisasa unaweza kusema kwamba huku ni ushuani. New Cairo ni ushuani, ambapo miji ya huku imejengwa kwa utaratibu, imepangiliwa, barabara zina nafasi kubwa. Kwa maana ukiwa huku New Cairo hautakutana na msongamano mkubwa sana wa barabarani, kwa maana ya foleni, kulinganisha na Old Cairo ambapo barabara muda mwingi sana inakuwa ina shughuli nyingi za watu, magari yanakuwa yako mengi barabarani, kuna foleni kubwa. Huko ni Old Cairo. Lakini kwa hapa nilipo ambapo ni New Cairo, msongamano barabarani ni wa kawaida, mitaa imetulia, watu wana shughuli zinakwenda taratibu, kwa maana huu ni mji ambao unatajwa kuwa na watu wenye kipato cha kati na kipato cha juu sana ndio wanaishi hapa kwenye New Cairo, kwa maana kuna hoteli za kisasa na kila kitu. Lengo la mji huu kuanzishwa ilikuwa ni kwa sababu ya kutengeneza miundombinu rafiki kwa watu ambao wanakuja kutembelea hapa Misri, kwa maana ya utalii, kwa sababu moja ya shughuli ambayo inawaleta watu wengi sana hapa Misri ni shughuli ya utalii. Kwa hiyo mji huu wa New Cairo ulivyojengwa ukatoa nafasi kufanya mji huu kuonekana wa kisasa na wa kuvutia zaidi, na kufanya uwe kivutio zaidi kwa watu wengi ambao wanakuja katika nchi hii ya Misri na kufikia hapa katika mji wa New Cairo. Ni mji ambao bado unaendelea kujengwa na unatarajiwa kuwa mji ambao utakuwa na maendeleo makubwa zaidi duniani, kwa sababu ukipita utaona utofauti, utaona barabara za juu nyingi sana na zimejengwa kisasa. Hii ni New Cairo. Mimi ni Conrad Festo Kashasha kutokea hapa New Cairo nchini Misri, ambaye nimekuletea kwa uchache yale pengine ambao ulikuwa huyafahamu kuhusiana na nchi hii ya Misri na mji wake mkuu wa Cairo. Asante sana na karibu.